Imagine nchi ambayo kila mtu ni mwanaharakati. Imagine nchi ambayo jaji mkuu mstaafu, CJ mstaafu ni mwanaharakati, mawaziri ni wanaharakati, makamu wa rais aliondolewa kwenye madaraka ni mwanaharakati. Imagine nchi ambayo kila mtu ni civil right activist. Makamu wa rais alikuwa kwenye madaraka, baada ya kutoka kwenye madaraka anadiscuss siri za serikali public. CJ anataka kuja kwenye nchi. You can imagine this. Tuna jaji mkuu mstaafu wa nchi ya Kenya. Mawili wamekuja Tanzania juzi. Jaji mkuu mstaafu ni diplomat. Jaji mkuu mstaafu ana diplomatic passport. Jaji mkuu mstaafu alikuwa ni former president wa judiciary. Kama anavyotaka kuvuka mipaka kwenda kwenye nchi nyingine, hawezi kutoka kwenye nchi ya kwake ya kuzaliwa ambayo yeye ni mwananchi akaja kwenye nchi nyingine kama vile anakuja kuuza karanga. Lazima kuna protocols za kufuata. Protocols hizo zinafanywa na nani? Protocols hizo zinafanywa na serikali husika ambako anatoka na serikali ambayo inaenda kumpokea. Kwa hiyo CJ wa nchi mstaafu anakuja kwenye nchi nyingine kama vile anakwenda kuuza mtumba. You can imagine. Hizi harakati tunazozungumzia kuhusu Kenya ndio maisha ambayo sisi tunataka Tanzania. Hizi harakati ambazo kila mtu ni mwanaharakati. Makamu wa rais alikuwa kwenye madaraka kwa muda wa miaka 2, ameondolewa kwenye madaraka. Leo hii akikaa kwenye public akidiscuss vitu, anadiscuss vitu ambavyo ni vya serikali, siri ambazo alikuwa exposed to kama makamu wa rais. Je, ni aina ya maisha ambayo sisi tunataka Tanzania? CJ amekaa kwenye madaraka kama CJ wa mahakama, amekuwa jaji mkuu kwa miaka kama 2-3. Baada ya kumaliza ujaji mkuu wake akamaliza kastaafu, anakuja kuwa mwanaharakati. Je, tunataka nchi ambayo mawaziri wetu wa kistaafu wanakuwa wanaharakati? Tunataka nchi ambayo masiji wetu wa kistaafu wanakuwa wanaharakati? Tunaposema kwamba sisi tunaona wale wenzetu kama wana maendeleo makubwa ya kidemokrasia, demokrasia ni nini? Demokrasia ni viongozi wa serikali wanapotoka madarakani kwenda kuitukana serikali na kujadili vitu vya serikali ambavyo walikuwa exposed to kama sehemu ya siri ya wao kufanya kazi zao za serikali. Ndio wanaharakati huo. Wanaharakati ni watu kushinda barabarani kila siku, kutupiana tear gas na polisi, kila siku kurusha mawe. Ndio wanaharakati tunaotaka Tanzania. Ndio maana rais wa Tanzania amekaa akasema kwamba harakati hizo wanazozitaka kwenye nchi sio harakati hizi. Kama hawa wanaharakati wanataka kufanya harakati, wakazifanya harakati kwenye nchi zao walikozaliwa. Na sisi tunapoingia sasa kwenye ugomvi wa kusema kwamba rais amewaonea, wamefanya nini, wamekuwa deported kimakosa, swali linakuja, maisha yale ndio maisha sisi tunawataka Tanzania? Tuna uwezo wa kuhimili vitu kama hivyo, misukosuko kama hiyo, ambao viongozi, hata viongozi wa serikali ambao wapo serikalini wanajiita wanaharakati, kwamba CJ mstaafu ni mwanaharakati, makamu wa rais ambaye alitolewa madarakani ni mwanaharakati, waziri mstaafu Martha Karua ambaye ni waziri wa katiba na sheria mstaafu, ambaye ana diplomatic passport, akitaka kuingia kwenye nchi ya Tanzania ana utaratibu wa kuingia, na yeye pia anaingia kwenye mazingira hayo kama anayekuja kuuza karanga. Ni harakati hizo tunazozitaka au ni harakati zipi tunazozungumzia? Kwamba maisha yale ndio tunaona ni maisha sahihi ya demokrasia? Demokrasia definition yake nini? Demokrasia definition yake ni kuivuruga serikali? Demokrasia definition yake ni kuivuruga amani? Swali linakuja, hawa wanaovuruga hiyo amani na kuvuruga harakati hizi wanazosema ni harakati, je, who funds them? Nani anawapa fedha kufanya hivyo wanavyofanya? Wanavyofanya hivi kwa maslahi ya nani?